Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, tukiwa katika wiki ya 33, leo ikiwa ni siku ya Jumanne. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Makabayo, sura ya 6, aya 18 hadi 31. Na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Luka, sura ile ya 19, aya ya kwanza hadi ya 10. Tusikilize injili. Na alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, na ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu, ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu, akapata kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa nyumba ya mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, katika siku ya leo, masomo yetu haya mawili yanatupa ujumbe ya kwamba ukiwa ndani ya Mwenyezi Mungu akiwa ndani mwako, huna uwezo wa kutenda dhambi, una uwezo wa kukataa dhambi. Ndugu zangu katika Kristo, tukianza katika somo letu la kwanza katika kitabu cha pili cha Makabayo, tunasoma juu ya habari ya Elizaro huyu ambaye alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ameshika maadili mema na dini ya Kiyahudi. Na ilikuwa ni kipindi cha ufalme wa mfalme Antioki, ambaye aliwalazimisha watu waachane na imani zao ili wafuate kile anachokiabudu yeye. Waachane na kumwabudu Mungu wa kweli, na hivyo akawataka watu waabudu miungu yake. Aliwalazimisha watu kuila nyama ya nguruwe. Tunaona katika tukio kubwa la huyu mzee, kwa kuwa katika umri wake aliweza kushika sheria vyema, wanamlazimisha hata kwa kufungua kinywa chake na kuiweka nyama ya nguruwe mdomoni mwake ili aweze kuitafuna, kuila na kuimeza, ili kuonyesha kwamba ameweza kukataa Mungu wa kweli na kufuata miungu yao. So katika miungu yao iliwataka wao waweze kula nyama ya nguruwe. Lakini kwa hekima za huyu mzee, na kwa kuwa hakutaka kuchafua kile ambacho amefundwa ama amefundishwa toka zamani akiwa mdogo, tunaona ya kwamba anasema ni bora nipate utukufu wa Mwenyezi Mungu kuliko kuchafuka na mambo ya ulimwengu huu. Ni bora niteseke kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuliko kuona huruma na mambo ama kuona fahari na mambo ya dunia hii. Tunaona anaenda anaitema nyama ile ya nguruwe mbele ya watesi wake, ili aweze kuonyesha kwamba hajakubaliana na kile ambacho wao wanataka akifanye. Tunaona mzee huyu anapitia katika mateso magumu, na katika mateso haya kuna watu ambao waliamini kwamba sisi tunaweza tukaongea naye ili aweze kulainisha roho yake na kuweza kutafukula nyama ya nguruwe. Hii ni kuonyesha kwamba kuna wengine walikuwa tayari
ama tayari walikuwa washaacha mila na desturi zao, ile imani ambayo walikuwa wamefundishwa toka mwanzo, wakaamua kukubali kufuata ile miungu ya yule mfalme. Na hivyo sasa wanakwenda kwa mzee huyu ili kuweza kuzungumza naye, wakiamini kwamba ni mtu mgumu, labda akitusikiliza sisi atatuelewa na kuingia katika dhambi hiyo. Lakini mzee huyu alibaki katika msimamo wake, akionyesha kwamba hayuko tayari kula nyama ya nguruwe. Ndugu zangu katika Kristo, tukio hili la mzee huyu kusimama imara katika imani yake, kusimama imara kwa kila anachokiamini, hilo ndio fundisho kubwa ambalo tunatakiwa mimi na wewe kulifanya katika maisha yetu. Si swala la kula nyama ya nguruwe, bali je, unasimamia ukweli katika kile unachokiamini? Nyama ya nguruwe inasimama mfano wa dhambi. Mara nyingi tunatetea dhambi. Mara nyingi tunashiriki kutenda dhambi. Na mara nyingi kwa sababu dhambi tumetenda mara nyingi, inaonekana ni kitu cha kawaida. Hata tunashiriki, tunatenda dhambi hizo kimakosa. Na ni kosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Inatakiwa tushtakiwe na dhamiri zetu. Tutambue ya kwamba kwa kufanya jambo fulani ni ovu na lazima tukemee. Lakini mara nyingi ukiangalia katika mazingira yetu, katika maisha yetu tunayoishi, mara nyingi tunahusika katika kutenda dhambi ambazo zinatuchafua sisi wenyewe. Tunashiriki dhambi kiasi kwamba hata tukitishwa kifo, tunaona ni bora tutende dhambi hiyo lakini kuliko kupoteza uhai. Ndio inayotokea katika jamii hii. Mzee huyu alikuwa ni afadhali kufa nisipoteze utukufu wa Mungu kuliko kula nyama hii. Je, ni mangapi tunayofanya? Ni mangapi tunaoshiriki maovu, kupokea rushwa na kufanya vitu vingine, hata kudiriki kuiba mali za umma, mali za jamii, mali za jumuiya, kwa sababu tu ya vitu fulani ambavyo unaona kwamba ni sahihi kwako, ni sahihi kwangu. Lazima tushikilie msimamo kwamba lazima jambo hili lisitendeke, hata ikigharimu maisha, hata kama ni kupoteza kazi ama kufanya kitu kingine chochote ambacho kitakuwa kinyume. Lazima tusimamie ukweli, tusimamie haki kwa watu ambao wanaonewa. Kama imani yako inakuonyesha kabisa kwamba lazima nitende haki kwa mtu huyu aweze kupata haki, fuata ikile imani yako inasema, sababu hapo ndio Mungu anazungumza pamoja nawe. Na ndio hiki mzee wetu huyu anatuonyesha katika somo la kwanza, kwamba aliamini kwamba hiki anachoenda kufanya sio sahihi. Sitaki kutenda dhambi kwa kula hii nyama, na yuko tayari kufa. Na hata akimtesa, wanitese nife ili niweze kumwona Mwenyezi Mungu, lakini sio kwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Katika somo letu la Injili tunakutana na huyu Zakayo. Amesikia habari juu ya Yesu, na amesikia juu kwamba Yesu anapita hapo. Lakini tunaambiwa kwamba mazingira yake, kwa sababu ya ufupi wake, anashindwa kumuona Yesu na watu ni wengi. Kwa kuwa katika ile njia ya kumtafuta Yesu, anaamua kupanda juu ya mti. Na Kristo anapopita, kwa sababu ya ile kiu ya Zakayo kumuona Yesu, Yesu anamuona juu ya mti, anamwambia shuka, wokovu umekaribia nyumbani mwako. Na Zakayo anashuka kwa furaha, kwa sababu alijua kwamba Yesu hawezi kuingia katika nyumba yangu kwa sababu ya hali yangu nilivyo. Mimi ni mdhambi, mimi ni mkosefu. Hata jamii yangu inatambua hilo. Lakini kwa kuwa Kristo amekubali kuingia katika nyumba yangu, kwangu ni furaha. Lakini kuingia kwa Kristo katika nyumba ya Lazaro kunabadilisha maisha ya Lazaro. Maisha ya Lazaro yanakuwa mapya. Anatubu makosa yake. Anaonyesha kwamba kweli nimetendea watu dhambi. Na pengine ile miguno ya watu, tunaambia watu walikuwa wanaongea, kwa nini ameenda kwa mdhambi huyu?
ndio ilifanya ikamgusa roho ya Zakayo ili aweze kubadilika na kutubu. Ndugu zangu katika Kristo, tunaambiwa Zakayo alikuwa mfupi wa kimo. Ufupi wa Zakayo, sisi pia tunaweza tukawa wafupi katika imani. Dhambi inatufanya tu wafupi tusimwone Mwenyezi Mungu. Dhambi inatufanya kwamba inatubidi tumtafute Mwenyezi Mungu kupanda juu ya mti ili tuweze kumwona Kristo akipita. Na Kristo anapopita ananihitaji mimi na wewe tuweze kushuka ili aweze kuingia katika maisha yako na maisha yangu. Tatizo moja tulilo nalo sisi kama Wakristo ni kwamba je, tuko tayari kutubu yale madhaifu tulio nayo? Kristo yuko tayari kurekebisha maisha yako. Je, wewe mwenyewe uko tayari kutubu na kuyaungama madhambi yako? Je, uko tayari kumruhusu huyu Mungu aweze kuingia ndani mwako na kubadilisha maisha yako? Ili aweze kubadilisha maisha yako, lazima wewe pia ukubali kubadilisha maisha yako. Kristo alikubali kuingia nyumbani mwa Zakayo, lakini Kristo hakumwambia Zakayo unataka kuniambia nini? Lakini ilimbidi Zakayo aamue kutoka ndani kwamba sasa yoyote niliyokuwa nimewafanyia watu ambavyo ni vibaya, ninatubu hapa na niko tayari hata kulipa mara 4 ya kile nilichokuwa nimewaibia. Ndugu zangu katika Kristo, tunapokuwa na Mungu ndani mwetu, basi Mungu huyu anatufanya tusiweze kutenda dhambi. Tunapokuwa na hofu ya Mungu ndani mwetu, Mungu anatupa nafasi ya kubadilika na kuwa watu wapya. Siku ya leo tunapoanza siku mpya, siku ya Jumanne, Mungu Mwenyezi aweze kutulinda, aweze kutubariki na kutuongoza ili kweli maisha yetu yaweze kuguswa. Mwenyezi Mungu awe ndani mwetu, tuweze kuona shida za watu wengine na kuwa tayari kutetea haki yao, kuiacha dhambi pembeni, dhambi sitawali, bali tusimame katika ukweli. Mfano wa huyu mzee Eleazaro ambaye alikataa kula nyama ya nguruwe kwa sababu ya kile alichokuwa amekiamini na kukisadiki. Tufuate mfano wa Zakayo pia. Licha maovu yote alikuwa ameyafanya, lakini alikuwa tayari kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Niwatakie siku njema na tumsifu Yesu Kristo.